Habari za kutwa mtazamaji wa Escape TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya tarehe 5 mwezi wa 5 2025. Uko na Mipendo Goto na kurusha matangazo yetu yanayorushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika Escape TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Nizidi kukukumbusha kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa kuanzia tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei. Jamani, atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Tukianza na taarifa ya habari jioni ya leo mtazamaji, kule Dodoma, Waziri wa Ujenzi nchini Tanzania Abdalla Ulega ameeleza kuwa serikali kupitia wakala wa barabara TANROADS inafunga mizani za kisasa zisizotumia binadamu ili kupunguza utegemezi wa rasilimali watu na kupambana na vitendo vya rushwa katika vituo vya mizani. Mfumo huu utaunganishwa na mifumo mingine ya serikali ikiwemo ya Benki Kuu na kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa huduma. Waziri Ulega amesema hayo leo Jumatatu Mei 5, 2025 bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka ujao wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, udhibiti uzito wa magari na masuala ya usalama barabarani. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TANROADS imeendelea kujenga na kuboresha mizani ya kupima uzito wa magari ili kulinda barabara zisiharibike mapema na kuimarisha udhibiti wa uzito wa magari. Aidha, ili kukabiliana na changamoto ya msongamano kwenye vituo vya mizani pamoja na vitendo vya rushwa, serikali kupitia TANROADS imejipanga kufanya mambo yafuatayo. Moja, kufunga mizani ya kisasa isiyotumia binadamu, yani unmanned weighbridge, ili kupunguza matumizi ya binadamu na vitendo vya rushwa katika vituo vya mizani. Mfumo huo utaunganishwa na mifumo mingine ya serikali kama vile mfumo wa Benki Kuu na GEPG kwa lengo la kurahisisha huduma. Mbili, kuendelea kufunga mizani ya kielektroniki ya kupima magari yakiwa kwenye mwendo, yaani weigh in motion system, katika vituo vyote vya mizani ifikapo mpaka mwaka 2030 ili kupunguza msongamano wa magari katika vituo vya mizani yetu. Hadi sasa mizani ya aina hii imefungwa katika vituo vya mizani vya Vigwaza, Mikese, Mikumi, Wenda, Mpemba, Nala, Njuki, Kimokou, Dakawa na Rubana. Lakini pia tutafunga mfumo wa ufuatiliaji, yani CCTV camera na data management system katika vituo vyetu vya mizani ifikapo mwaka wa 2027 vyote. Kwa sasa serikali kupitia TANROADS ipo katika hatua ya manunuzi kwa ajili ya kufunga mfumo huo katika mizani 58 iliyobakia kati ya mizani 66 ambayo haijafungwa mfumo wa aina hiyo. Hofu na huzuni zimetanda katika kijiji cha Gemara wilayani Babati mkoani Manyara kufuatia kifo cha kikatili kilichomkuta mtoto wa miaka 13 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi Ayatsia. Inadaiwa kuwa mtoto huyo alibakwa na baadaye kuuawa kikatili kwa kuvunjwa shingo na kuchomwa na kitu chenye ncha kali katika macho na sehemu zake za siri. Hapa ni mama wa binti huyo akizungumza zaidi. Mnaita Esther Dawidu Gene. Jumanne mtoto wangu alienda shuleni. Mtoto wangu nimemsubiri mpaka usiku, nikasema labda yuko kwa jirani hapa Gidamara. Asubuhi nikatoka, asubuhi nikachunguza, nikaenda shuleni kuuliza mwalimu kwamba mtoto wangu jana yuko shuleni. Akasema ndio, tumeruhusu mtoto kwenye muda saa 10 yuko shuleni, ila nasikia ameshuka mbugani nyumbani na hajafika. Akawa siku hiyo ni siku ya Jumatano. Tukafanya upelelezi, anasema labda mtoto ameenda mjini. Ameenda wapi? Atapotelea wapi mtoto hapo shuleni? Siku hiyo ni Jumatano. Asubuhi ametoa hatua kwamba tupige wangi, labda tutafute mtoto au mahali alipo mtoto tutafute. Alhamisi ndio mtoto akapatikana mashambani kwa ajili ya wangi. Mimi kwa jina naitwa Zainabu Abdillahi. Zainabu Abdillahi. Na huyu mtoto ni mtoto wa mke mwenzangu. Mtoto alipotea siku ya Jumanne.
ambapo mimi nilikuwa ni umbali kidogo na huyu mke mwenzangu. Mimi nimepata taarifa Jumatano jioni kwamba mtoto hayupo. Kweli ilituuma sana, siku hiyo hatukulala kweli. Tulikesha kutafuta hata mashambani, kutafuta hata kuulizia watoto wenzao waliokuwa naye. Wakatuambia kwamba Jumanne wa kwangu kulikuwa hakwenda shule, ila wajirani tulimuuliza wakasema alikuwepo shuleni, ila wenyewe walitangulia kufika. Baada ya hapo sasa tukasubiri asubuhi wanaume wakaamka. Ndio hivyo wakapiga yowe. Baada ya kupiga yowe wakaenda kumtafuta. Sisi tukaenda nyumbani kwa mama huyu. Baadaye tunaletewa taarifa kwamba mtoto amepatikana lakini amefariki. Amepatikana katikati ya mashamba ya alizeti, mahindi na mbaazi. Kiukweli sehemu aliyepelekwa huyu mtoto amepelekwa mbali kabisa, yani hata hapo ingekuwa hata angepiga wangi ya aina gani hamna hata mtu hawezi kumsikia. Kiukweli liuma sana. Baada ya hapo tulibaki tu sasa kumuomba Mungu, na ikapelekwa mochwari. Sisi tukarudi nyumbani kuomboleza. Kwa taarifa sisi tuliyopata ya huko, mtoto kitu alichofanywa ni mbaya sana. Mtoto wetu anaangia hapa kichwani, hata tujui ndo amepigwa, macho ametobolewa. Alafu huku chini kwa walioenda kumosha wanasema hamna kitu, ila sisi tulibahatika tu kuona uso kweli. Mtoto wetu amefanywa kitendo cha kikatili sana. Inatuuma sana jamani. Kwa matendo mabaya haya yanatendea watoto wetu kweli. Sisi ni wazazi, tunapata uchungu jamani. Tunaiomba hii serikali iangalie jinsi watoto wetu wanaponyanyasika kweli. Wananyanyaswa sio hawa tu, inawezekana hata wadogo wa kiume itaweza kuwa ndio watafanywa matendo haya wao kwa sababu hawana nguvu. Na jinsi ile mtoto alivyopambana na huyo mtu, kama ilikuwa ni mtu mwenye nguvu asingemweza, kwa sababu yule ni mtoto. Alishindwa, anaangalia kweli kifo yake, ilikuwa anaangalia kwa macho jinsi anavyoteseka. Mtoto wetu ameteseka sana. Naomba niishi hapo, inaniuma sana. NMB kanda ya Magharibi imetoa vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 42.4 ili kuboresha huduma za afya mkoani Kigoma. Vifaa hivyo tutakavyokabidhi leo vyenye thamani ya zaidi ya milioni 42.4 ni pamoja na vitanda au double-decker 50 kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya mahitaji maalum Bitale. Vile vile tutakabidhi vifaa kwa ajili ya upande wa afya kwa kituo cha afya cha Ujiji, kituo cha afya cha Buhanda, Gikungu, pamoja na zahanati ya Bangwe na Machinjioni. Pia tutakabidhi vitanda vya kujifungulia kina mama vitanda 10. Tutakabidhi vitimwendo vya wagonjwa 5. Pamoja na vifaa vya kujifungulia. Kukabidhi vifaa hivi leo ni kudhibitisha moja ya ushirikiano wetu katika maendeleo ya jamii na sisi benki inayoongoza Tanzania. Tunao wajibu wa kuhakikisha jamii inayotuzunguka inafaidika kutokana na faida tunayoipata. Na hii ni sehemu tu ya mambo mengi na makubwa ambayo benki NMB imeyafanya kwenye mkoa wa Kigoma. Juzi tu hapa tumepokea msaada kutoka benki NMB kwa ajili ya ukamilishaji wa ujenzi kwenye shule ya wasichana ya Kaimba ya vifaa vya zaidi ya shilingi milioni 100 kwenye mwaka huu. Na tujakaa sawa, tunakuja tutapokea vifaa hapa vya zaidi ya milioni 40 kwenye mwaka huu, na bado yako kwenye maeneo mengine mengi NMB tumekuwa tuko karibu sana. Na kwa nini? Kwa sababu ya matokeo ya hiyo kazi. Lakini sababu na hiyo pia Mheshimiwa Rais sasa pamoja na kazi iendelee, amesharidhika na kasi ya kazi. Sasa anasema tunapofanya kazi lazima tuzingatie na nini? Na utu, sio? Lazima tuzingatie na utu. Ndugu zetu hawa wa NMB tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Ni wadau muhimu sana katika maendeleo, na ninyi wenyewe ni mashuhuda. Sio tu mkono wao umefika katika mkoa wa Kigoma, lakini hata katika mikoa na wilaya nyingine tunawaona.
tunawaona wakifanya mambo kwa ukubwa wake, lakini siku hii ya leo wote tumejumuika hapa na sisi tukiwa ni wanufaika wa shughuli za kuunga mkono jitihada za maendeleo ambazo wanazifanya ndugu zetu wa NMB. Wananchi zaidi ya 3,000 wamepata huduma ya bure ya macho katika hospitali ya wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro kutoka katika taasisi Daktari Godwin Mollel kwa kushirikiana na Modewij. Huduma hizo zimehusisha upasuaji wa macho, utoaji wa dawa na miwani na kugharamiwa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 800, ikiwa ni sehemu za juhudi za kuboresha huduma za afya kwa jamii, hususan kwa wananchi wenye uhitaji mkubwa. Wananchi zaidi ya 2,000 jana wamepata tiba na nimeandikiwa ripoti inaonekana 129 walitakiwa wafanyiwe operation, 109 tayari wamefanyiwa, kwa hiyo bado 20 na leo wataongezeka wengine na watafanyiwa operation bure, si ndio eh? Na niwaambie tu wananchi wenzangu kwamba nimshukuru Modewij. Kwa kweli kwa kutumia foundation yangu tumekuwa tukifanya mambo mengi, lakini nilikwenda kwake ametupa milioni zaidi ya milioni 800, zaidi ya milioni 800 kwa ajili ya kusaidia watu wa Siha. Lakini najua endeleeni kuhamasisha wenzenu hii hela isirudi kwa huyu jamaa. Nyewe mnaonaje? Tusije tukabakiza hela ikarudi. Tusibakize hela yote ikafanya nini? Ibaki ishe hela yote. Lakini kwa sababu tuna ndugu zetu Hai, tuna ndugu zetu Meru, tuna ndugu zetu Longido, pia tuwaite, si ndio eh? Tuwaite waje wapate nini? Na tunaita watoto wenye ule kichwa kikubwa, si mnawajua eh? Tuna issue ya watoto ambao wanazaliwa wakiwa na uti wa mgongo uko wazi, uti wa mgongo wazi, si mnajua eh? Na wale wakipatikana watapelekwa mpaka Muhimbili na watafanyiwa operation bure mpaka kurudi nyumbani. Na mzazi wake atahudumiwa vizuri, si ndio eh? Lakini 99% ya watu wanapata nini? Miwani, na wanapata kila kitu, na nimeona jinsi ambavyo mnapata dawa. Hamlipishi chocho. Na mtazamaji, huo ni mkusanyiko wa taarifa ya habari za kitaifa. Ni pole sana familia ya mpendwa huyo, lakini pia Mwenyezi Mungu azidi kuwapa faraja. Tuungane na Pantaleo Lugisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Na mtazamaji wa SQF TV, karibu sasa tuziangazie habari za kimataifa kwa muhtasari. Tukianzia huko nchini Pakistan, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ameahirisha safari yake rasmi ya kwenda Malaysia kufuatia ongezeko la mvutano kati ya India na Pakistan kuhusu jimbo la Kashmir. Ziara hiyo ambayo ilipangwa kuanza Ijumaa imesitishwa kama ilivyotangazwa na waziri mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim. Wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amewasili Islamabad leo akiwa mgeni wa kwanza wa kimataifa kutembelea Pakistan tangu mvutano huo uanze. Iran imeonyesha nia ya kusaidia kusuluhisha mzozo huo kati ya India na Pakistan. Araghchi anatarajiwa kukutana na viongozi waandamizi wa Pakistan akiwemo Rais Asif Zardari na waziri mkuu Shehbaz Sharif. Sambamba na hilo, jeshi la Pakistan limefanya jaribio jingine la kombora la masafa marefu, likiwa ni la pili tangu mivutano hiyo mipya ya India ilipoibuka. Vatican imeanza maandalizi ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani, ambapo makardinali wapatao 133 walio na umri chini ya miaka 80 wanatarajiwa kukusanyika katika kanisa la Sistine kuanzia Jumatano. Mchakato wa kumchagua papa unaweza kuchukua duru kadhaa za upigaji kura hadi mgombea mmoja atakapopata uungwaji mkono wa theluthi 2 ya makardinali hao. Wakati maandalizi yakiendelea, pazia maalum limefungwa kwenye loshani ya kanisa la Mtakatifu Petro, ambapo papa mpya atatambulishwa mara baada ya kuchaguliwa. Mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa ICJ inatarajiwa leo kutoa uamuzi kuhusu kesi ya Sudani dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambapo inadaiwa kuhusika katika mauaji ya halaiki ya kuungwa mkono vikosi vya wanamgambo wa RSF. Sudani inaituhumu UAE kwa kusambaza silaha kwa waasi hao ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la Sudani tangu mwaka 2023. Hata hivyo, UAE inakanusha madai hayo na kuyaita ya kisiasa, ikisema kuwa Sudani inalenga kuvuruga juhudi za amani katika taifa hilo lililokumbwa na mgogoro mkubwa ulioangamiza maelfu ya maisha. Taarifa hiyo inaweka nukta kwenye habari za kimataifa leo. Jina langu ni Pantaleo Lugisha. Shukrani sana Pantaleo kutupitisha duniani leo katika habari hizo za kimataifa, lakini pia nikushukuru mtazamaji kutenga muda wako wa thamani kutazama mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Ulikuwa nami Pendo Godson. Nikutakie jioni njema, tukutane tena siku ya kesho majaliwa.
Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation kwa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.